Nimechoka kusali. Jisikii tena kwa mtu wa ibada. Sioni maana ya kushiriki misa kwani nimesali sana bila kupokea matokeo. Namlilia Mungu lakini Mungu ni kama anisikii. Nikisema yuko nakosea. Eti jamani. Namwomba Mungu nipate pesa sipati, nyumba sipati, kazi sipati. Namwomba nipate mke mwema kila siku, naumizwa mimi. Nimechoka mimi. Ndugu yangu, kwanza kabisa pole. Uchovu wako ni wa kweli na kanisa alifundishi kuwa ujifanye hujachoka. Biblia yenyewe imejaa vilio vya watu waliokuwa wamefika mwisho wa nguvu zao. Zaburi inasema, Mungu wangu, mbona unijibu? Sura ya 2, Zaburi ya 22. Hata Yesu mwenyewe akiwa mwana wa Mungu alilia msalabani. Hivyo kuoji, kulalamika na kusema nimechoka si kukosa imani. Ni dalili ya moyo unaoumia. Na Mungu hakukasiriki kwa kusema unaumizwa. Anachokataa ni pale mtu anapokata tamaa kabisa na kujifungia gizani. Kwanza, ongera kwa kuwa muwazi kama hivyo semavyo. Hata hivyo, ni muhimu kuelewa jambo moja kwa hekima. Sala si mashine ya kupata vitu. Na Mungu sio ATM. Ndio maana katekisimu Kanisa Katoliki nasema wazi kuwa mara nyingi tunachoka kusali kwa sababu tunataka matokeo ya haraka, wakati Mungu anataka kutubadilisha sisi kwanza. Mara nyingi Mungu hajibu kwa kutupa pesa, kazi au nyumba moja kwa moja, bali hutupa akili, nguvu, watu na fursa za kuchukua hatua. Sala iondoi wajibu wa juhudi, inaipa mwelekeo juhudi. Kanisa Katoliki tangu mwanzo limekuwa likifundishwa ora et labora, yaani sala na kazi. Hii si falsafa ya kidunia, ni hekima ya Kikristo. Mtume Paulo alikuwa mtu wa sala, lakini pia alikuwa mfanyakazi. Biblia inasema wazi, alifanya kazi kwa mikono yake mwenyewe. Rejea Matendo ya Mitume sura ya 20 aya 34. Mtakatifu Yakobo anaweka wazi bila kuogopa, imani pasipo matendo imekufa. Rejea Yakobo sura ya 2 aya 17. Huwezi kusema unamwamini Mungu alafu unakaa bila kufanya chochote, bila kujifunza au bila kujibidisha. Yesu mwenyewe katika Mathayo sura 25 aya 14 hadi aya 30 alitufundisha kupitia mfano wa talanta. Aliyezikwa na kipaji chake kwa kuogopa na kusubiri alilaumiwa vikali. Hii ni injili nzito sana kwa watu wanaosali lakini hawapigi hatua. Mungu hakupi kipaji ili ulie mbele ya altare au mbele ya Yesu Ekaristi au mbele ya msalaba milele. Alikupa ili ukitumie. Ukikaa na kusema kwamba ninasali sana lakini sipati, swali ni hili: baada ya sala umefanya nini cha tofauti? Ukweli wa maisha ni huu: gorofa lijengwi kwa sala peke yake. Pesa haziji kwa sauti ya kilio, na maisha hayabadiliki kwa maneno matakatifu bila nidhamu. Hata wale waliotuletea imani hawakuwa wavivu. Walijifunza lugha, walipanda, walijenga, walifundisha, walifanya kazi kwa bidii, na hata sasa maendeleo ni makubwa kwa sababu wanajua kanuni ni sala na kazi. Mungu ubariki kazi na sio vivu. Biblia inasema Bwana ubariki kazi ya mikono mwenye haki. Rejea Kumbukumbu la Torati sura 28 aya ya 12. Na wala si mikono iliyokaa mfukoni. Kwa hiyo ndugu yangu, usiache kusali, lakini acha ujinga wa kusali bila kujishughulisha. Sala iwe mwanzo wa mpango na sio mwisho wa jitihada. Sali kisha tafuta maarifa mapya. Sali kisha fanya self evaluation. Sali kisha tafuta fursa. Sali kisha uinuke na ufanye kazi hata kama ni ndogo, hata kama inaanza chini. Ukifanya mwaka huu yale yale uweze kuyafanya miaka iliyopita, mwaka huu 2026 utaleta mabadiliko. Yale yale uliyopitia nyuma ndiyo yatakayoendelea hata leo. Mungu hayuko mbali, yuko ndani ya juhudi zako, ndani ya nidhamu yako, ndani ya uamuzi wako wa kuinuka. Usikate tamaa, ila kumbuka, Mungu hakukutia nguvu ili uwe chini ukilia, bali ili uweze kuyaweza yote. Rejea Wafilipi sura 4 aya 13. Sala bila kazi ni udanganyifu wa kiroho. Kazi bila sala ni kiburi. Ukiviunganisha vyote viwili, hapo ndipo imani inakuwa hai na maisha yanaanza kubadilika.